huo mpaka maisha yake yanaharibika. Kila mmoja anapofika kwenye huo mpaka magonjwa yanampata. Kila mmoja anapofika kwenye huo mpaka anapata hasara. Kila mmoja anapofika kwenye huo mpaka anaharibikiwa. Usiku Baba tumetangaza kuzimu wanaachia hiyo mipaka leo, wanaifungua hiyo mipaka, wanaifungua. Tunavuka kwenda viwango vingine ambavyo ni ahadi za Bwana wetu Yesu Kristo, ambazo ni baraka ambazo Mungu aliachilia kwenye maisha yetu. Sasa Baba katika jina la Yesu, kwa damu yako Baba, kila nguvu za mizimu kila mahali zilipo sasa Bwana, zilipowekwa kwa ajili ya kuendelea kuharibu maisha yetu Baba, tunakusanya zikusanywe kwenye makaburi ya ukoo. Sai kuna ibada zimefanyika kwa ajili ya hiyo mizimu, wakataja majina ya wana familia, wakataja majina ya wana ukoo ambao sai yamesababisha mateso, yamesababisha maumivu. Kila ibada ambazo zimefanyika kupitia hayo makaburi ya ukoo Baba, wameazimisha ibada za mizimu kwa ajili ya kuwatesa watu, wameazimisha ibada za mizimu kwa ajili ya kuachilia magonjwa kwa watu, kuachilia umasikini, kuachilia mateso. Baba, usiku wa leo tunawatangazia hizo ibada zao tumeziharibu katika ulimwengu wa roho. Kila ibada inaharibika, kila ibada inaharibika, kila ibada inaharibika kwa kila mmoja aliyesogea kwenye hii madhabahu kwa ukoo wake. Ibada zilizofanyika kwenye makaburi ya ukoo wake, ibada zilizofanyika ndani ya ukoo wake na viongozi wa ukoo Baba, katika jina Yesu, hizo ibada za mizimu ya ukoo Baba leo zinaharibika katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Ibada zao zinaharibika mahali popote walipofanya hizo ibada zao Baba, ninaita damu yako, ninaita damu yako, ninaita damu yako inakwenda kuharibu hizo ibada. Katikati ya zile ibada wametoa sadaka za kuendelea kushikilia maisha yetu, wametoa sadaka za kuendelea kusababisha uharibifu kwenye maisha yetu, wametoa sadaka za kuendelea kushikilia hiyo mipaka Baba, katika jina la Yesu, kwa damu yako Baba, kwa damu yako Baba, kwa mamlaka yako Bwana, ninatuma majeshi yako sasa kutoka mbinguni, yanakwenda kukusanya hizo sadaka zote zilizotolewa sahi na viongozi wa ukoo kwa ajili ya kusimamisha hiyo nguvu ya mizimu. Sasa Baba, ndio tunakusanya hizo sadaka, kila sadaka tunazikusanya, zile sadaka za damu ambazo zimeachiliwa sasa ili ziendelee kutumiliki katika hizo koo Baba, ninakusanya hizo sadaka, nakusanya hizo sadaka, nakusanya hizo sadaka. Malaika pita kila mahali, kusanya kila sadaka, sadaka zilizotolewa na ukoo wangu, sadaka zilizotolewa na koo za watoto wako ambao sasa wamesogea kwenye madhabahu, kila mmoja mahali pale alipo sasa Bwana ametolewa sadaka kwenye ukoo wake, ametolewa sadaka kwenye familia yake, ametolewa sadaka kwenye jamii yake sasa Bwana, ambayo Baba imeweka mipaka kwenye maisha yake, imeweka mipaka kwenye elimu yake, imeweka mipaka kwenye kazi yake, imeweka mipaka hata kwenye ndoa yake sasa Baba. Kuna watu wametolewa sadaka kwa ajili ya familia fulani sai Baba, hawaoi wala kuolewa, hata wakioa na kuolewa hawadumu kwenye hizo ndoa. Ni kwa sababu ya ile sadaka ya nguvu ya mizimu iliyotolewa kwa ajili ya hiyo familia, iliyotolewa kwa ajili ya huo ukoo mzima. Hakuna mtu ambaye anaolewa akatulia, hakuna ambaye anaoa akatulia. Hata wakioa na kuolewa ni kwa muda mfupi tu, ndoa zinasambaratika, mafarakano yanatokea ndani ya ndoa. Ni kwa sababu ya zile nguvu za mizimu ambazo sasa zimesimamishwa na viongozi wa mizimu ndani ya hizo koo. Baba, ninakuita usiku Baba, ninakuita kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko kwenye hii madhabahu sasa Baba. Baba, wewe unajua kila mmoja anachopitia sahi ndani ya ukoo wake, kila nguvu ya mizimu iliyopo kwenye kila ukoo wa kila mmoja ambaye yuko kwenye hii madhabahu Baba. Kila mmoja na kifungo chake, wengine ni mipaka hiyo kwenye elimu, wengine ni mipaka hiyo kwenye elimu, hawataki kupata watoto wanapokuwa kwenye ndoa zao. Kila wanapofika muda wa kupata watoto, mimba zinaharibika, wengine hawameshindwa kabisa hata kubeba hizo mimba. Ni kwa sababu mizimu imeingilia kati sasa Baba, ikashikilia vizazi, ikashikilia mirija ya vizazi. Lakini usiku huu tunawatangazia kuzimu, wanaachilia matumbo ya uzazi ya wanawake yaliyokamata sai, wanaachilia mirija ya uzazi ya wanawake sai ambayo imefungwa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu yako Baba. Hiyo nguvu ya mizimu leo inatoka, inaachilia uzao wa Yesu Kristo ambao ulikusudiwa ndani ya wanawake hao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuita Baba kwa ajili ya watu wako hawa, ninakuita Baba kwa ajili ya watoto wako hao Baba. Tazama kila mmoja na ukoo wake sasa Baba, amejimimina mbele zako Bwana, akikuita kwa ajili ya ile mipaka ambayo imewekwa sasa kwenye maisha yake, kwa ajili ya ile mipaka ambayo sasa imewekwa sasa kwenye kazi yake sasa Baba. Kuna wengine sasa Baba, familia zao ni wasomi wazuri, lakini wanapofika kwenye
kwenye nafasi ya kupata ajira baba imewekwa mipaka na mizimu ya ukoo baba. Hakuna ajira inayotokea, wanaishia kusoma, wanaishia kubaki na vyeti, ajira hawapati. Ni kwa sababu ya nguvu ya mizimu ambayo baba imetengenezwa kwa ajili ya kuzuia mafanikio ndani ya hizo familia, mafanikio ndani ya hizo koo baba. Usiku wa leo tumewatangazia kuzimu, wanakwenda kuondoa hiyo mipaka. Fungua mipaka ndani ya ukoo wako, fungua mipaka iliyowekwa sahi kwenye ukoo wako, mipaka ya kielimu, mipaka ya kwenye ndoa, mipaka ya mafanikio, mipaka ya uchumi, mipaka ya biashara, mipaka ndani ya watoto wako Bwana. Fungua hiyo mipaka. Kila mmoja nenda jimimine mbele za Bwana, kamata ukoo wako sahi, ukaondoa ile mipaka, mistari ambayo imecholewa sahi kwamba watu hawa wataishi kwa miaka kadhaa, wanapofikia umri wote wanakufa. Katika jina la Yesu Kristo, ondoa hiyo mipaka, ondoa hiyo mistari, ondoa hiyo mipaka. Hakuna mwenye mamlaka sahi ya kukuweka mipaka. Katika jina la Yesu Kristo, tunaipiga hiyo nguvu ya roho ya mizimu ambayo imesimamishwa sahi ikakuweka mipaka ya umri wa kuishi. Katika jina la Yesu Kristo, iwe ni mizimu ya kichawi, iwe ni mizimu ya kiganga ambayo iliweka hiyo mipaka, usiku wa leo tunaipiga, tunaiponda kwa nyundo ya kimbingu baba. Tunaponda mizimu yote, tunaipiga mizimu ya kichawi, mizimu ya kiganga, wale viongozi wa mizimu waliosimama sasa kwenye familia zetu. Wengine ni kaka zetu, wengine ni dada zetu, wengine ni wajomba zetu, wengine ni shangazi zetu. Wameshikilia hiyo nafasi ya uongozi ya kusimamia hiyo mizimu ambayo sahi imeweka mipaka kwenye maisha yetu baba. Leo tunatangaza katika ulimwengu wa roho, tunatangaza kufuta mipaka, tunatangaza kubadilisha mipaka yao ya kuzimu. Leo tunaifuta, futa hiyo mipaka, futa hiyo mipaka, futa hiyo mipaka, futa hiyo mipaka. Piga hatua kwenda mbele, piga hatua kwenda mbele, futa hiyo mipaka, ruka hiyo mistari. Leo tunaruka, leo tunavuka. Vuka na watoto wako, vuka na ndoa yako, vuka na huduma yako, vuka na elimu yako, vuka na kazi yako, vuka hiyo mipaka. Hakuna mipaka ya mizimu itakayo kushikilia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kama tulivyoweka agano kwamba leo tumejitoa kwenye ukoo, kwenye koo zetu, tumejiungamanisha na ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi baba. Tunavuka na miliki zetu, tunavuka na tawala zetu, tunavuka na mamlaka zetu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu yako baba, kwa damu yako Jehova baba, kila sadaka ambazo waliziachilia kwenye hiyo mipaka, kila sadaka walizoziachilia kwenye hiyo mistari zinaharibika katika ulimwengu wa roho. Kwa damu yako baba tunavuka hiyo mistari, sadaka zao zote zinaharibika. Wamekutana kwenye vilinge, wamekutana kwenye madhabahu, wakaweka mipaka hiyo, wakaachilia na sadaka za damu. Wamechinja mbuzi, wamechinja kondoo, walipofanya ibada zao wakaachilia sadaka za ng'ombe Bwana. Wamechinja hata binadamu baba, katika jina la Yesu. Damu ya mwanadamu ilipomwagika Bwana ikatia unajisi Bwana, wakaachilia ile mipaka ya kusababisha uharibifu kwenye maisha yetu baba. Ninakuita na nguvu zako na ukuu wako baba, kila sadaka iharibike. Tunavuka hiyo mipaka, tunavuka hiyo mipaka baba. Mipaka ya maisha yetu baba tunaibadilisha katika ulimwengu wa roho. Hilo nyororo ambalo Bwana lilishikilia miguu yetu, lilishikilia fahamu zetu, lilishikilia nafsi zetu baba, leo tumelikata. Tumejiconnect na ukoo wa Yesu sasa, tumejiconnect na nyororo la ukoo wa Yesu baba. Maisha yetu yanakwenda kubadilika, maisha yetu yanakwenda kubadilika. Maisha ya watoto wako hawa ambao kila mmoja amesogea kwenye hii madhabahu baba, akikataa ukoo wake na kujiungamanisha na ukoo wa Yesu baba, hilo nyororo linakatika. Wanabadilishiwa maisha yao baba, wanabadilishiwa maisha yao, wavuke mipaka yote iliyotengenezwa na nguvu za roho za mizimu, katika jina la Yesu Kristo baba. Kwa damu yako baba, kwa damu yako Jehova, kwa damu yako mfalme baba, kila magonjwa ambayo yamesababishwa na nguvu za roho za mizimu leo tunayanyausha, tunayateketeza kwa moto. Magonjwa yote sababishi sahi yametengenezwa na nguvu za mizimu. Kwa kila mmoja aliyesogea kwenye madhabahu baba, hayo magonjwa yanatoweka, hayo magonjwa yanaachia watoto wako Bwana, yanaachilia watoto wako Bwana. Kila magonjwa ya kutengenezwa na mizimu ya ukosa baba yanawaachia. Magonjwa yote ya kansa, magonjwa yote ya moyo, magonjwa yote ya pressure, magonjwa yote ya sukari, kila magonjwa yaliyotengeneza na nguvu za mizimu Bwana, kwa ajili ya kuamiliki watoto wako hawa, kwa ajili ya kuwatesa baba, usiku wa leo wanafunguliwa. Magonjwa ya mizimu ya ukoo wao, magonjwa ya mizimu ya ukoo mahali walipo au kuolewa baba, leo yanawaachia katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu yako baba, kwa damu yako Jehova baba, fungua watoto wako watoke kwenye hicho kifungo ambacho sasa wameteseka kwa sababu ya nguvu ya roho ya mizimu iliyotoka kwenye koo zao baba. Wamekuwa na magonjwa ya mfanano kwa
kipindi kile kile na majira yale, kila mmoja amekuwa anateswa na huo ugonjwa na mwisho mauti inampata. Baba, tumekataa leo, tumewatangazia huko kuzimu zile roho za mizimu ambazo pia zipo katika kitengo cha kuandaa mauti. Kwa mwaka ule ule, kwa kila mwaka mnakuwa mnazika watu kwa tarehe ile ile na miezi ile. Ni kwa sababu ya roho za mizimu ambazo zimetengeneza mfumo, zimetengeneza mipaka kwamba nyie kila mwaka mwezi fulani na tarehe fulani ni lazima mzike kwenye ukoo wenu. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu yako Baba, tumeondoa hiyo mipaka ya mauti, mipaka ya mauti mahali walipotucholea mauti. Baba, tunafuta kwa damu yako ya msalaba, kwa damu yako ya ukombozi, kwa damu yako sai Baba inayonena mema za Bwana. Ikanene mema, ikanene uzima kwenye maisha yetu Baba, ikanene uzima kwa ajili ya watoto wetu, ikanene uzima kwa kila mmoja Baba. Tunakuita na nguvu zako na ukuu wako